السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلاة الله وسلامه على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد, mpenzi mfuatilizaji wa channel yetu pendwa, tutakukaribisha kwa moyo mkundufu katika halqa yetu hii ambayo twaelezana na kukumbushana na kufanya murajaa kwa pamoja katika baadhi ya masomo ya Nahjul Ghanna'il Islamiyya, tukiwa tuendelea na somo la Aqidatul Islam ya al-faslul khamis katika jina la Allah subhanahu wa ta'ala la 27. As-Sami'u, Mwenyezi Mungu ni mwingi wa kusikia, manake Allah yuwasikia sana. Al-Basiru, Mwenyezi Mungu Allah ni mwingi wa kuona, aona sana. Muttasifun azalan bis-sam'i wal-basari, ni mwenye kusifika azalan, tangu kale, yani tangu kale ama tangu zamani. Bis-sam'i wal-basari, kwa kusikia na kuona. Li jami'il mawjudati, kwa venye kupatikana vyote. Biduni hasatin wa alatin, pasi na kuwa na kenye kuhisi na chombo, bila ya kifaa fulani ama chenye kuhisi fulani, bali yuwaona bimaana ana mato, ana masikio, lakini kusikia yuwasikia. Ndio hiyo biduni hasatin wa alatin. Litanazzuhihi ta'ala an mushabahati alhawadithi, kwa ajili ya kuepukana kwake ama kutakasika kwake Allah tukhshieo na kufanana na venye kuzuka. Kwa sababu ukisema ana masikio itakuwa ashafanana na masikio na kiumbe fulani, ana macho ashafanana na kiumbe fulani. Na yeye tanazzaha, ametakasika na kufanana na viumbe. Fala ya'zubu an ru'yatihi hawajisu dhamiri, haifichiki an ru'yatihi, na kuona kwake. Hawajisu dhamiri, minong'ono ya ndani. Hawajis ni kutokana na neno la hajasa, jamii yake hiyo hajasa, yahjisu hajasan, ni sautun khafiyun yusma'u wala yufhamu, ama kullu ma khatara bil bal wa waqa'a fil qalbi. Hawajis na dhamir, maelezo yake ya kilugha. Hawajis ni minong'ono, adhamir ni kitu ambao kiko ndani yako, basi haifichiki kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa khafaya alwahmi watafkir, na mafichiko ya mawazo na kufikiria. Yale yalofichika katika mawazo Allah yuwajua na yuwasikia, na fikra zote pia Allah yuwazijua na yuwazisikia na yuwaziona. Alhakamu, mwingi wa hikma ama ni mwenye hikma mno. Alladhi la maradda liqadaihi, ama alhakamu pia mwenye hakimu mno. Alladhi la maradda liqadaihi, ambaye la maradda liqadaihi, hapana jinsi ya marejesho kwa hukumu zake. Hukumu ya Mwenyezi Mungu ikipita hakuna mwenye kuiregesha. Wala muaqiba li hukmihi, wala hapana mwenye kulitilia kisigino li hukmihi, kwa hukumu yake. Hakuna mwenye kufuatia nyuma kwa hukumu ya Mwenyezi Mungu. Mungu akishasema
Ni hivi hukumu, haifai binadamu kuja kutia kisigino mguu wako baada ya hukumu ya Mwenyezi Mungu. Al-adilu, muadilifu mno. Al-adilu alladhi la yaf'alu illa ma yanbaghi lahu fi'luhu, ni ambaye ni muadilifu ambaye la yaf'alu, hafanyi illa ma yanbaghi lahu fi'luhu, isipokuwa ambalo latakikana kwake yeye kulifanya. Ukiona Allah amepitisha jambo, basi ndilo linalofaa yeye alifanye. Pamoja na kuwa binadamu sangine ana TRI zake katika mambo ya Mungu, basi hakuna rai mzuri kama ile alolipitisha Mwenyezi Mungu. Al-Latifu, Mwenyezi Mungu ni mwingi wa upoe, ama ni mwingi wa lutfi, ana lutfi nyingi sana. Sikitiko, lutfi ni sikitiko, lutfi ni upole. Alladhi latafat af'aluhu wa hasunat, ni ambaye vimekuwa na upole na sikitiko vitendo vyake na vimekuwa vizuri. Awil alimu, au ni mwingi wa ujuzi, ajua sana bikhafiyatil umuri, kwa mafichiko ya mambo, wa daqaiqiha, na ajua ndani ya mambo. Daqaiq ni ndani ya mambo ambayo hakuna mwenye kuyajua ila ni Allah, na huwa ni kwa lutfi zake. Wa kam lillahi min lutfin khafi yadiqu khafahu, yadiqu ya ndani kufichika kwa hayo mambo ya Mwenyezi Mungu ambayo yana lutfi. An fahmi dhaki wa kam amrin ata min ba'di usri. Kasida hiyo maarufu ambayo imebeba ujumbe wa Allah ana lutfi zake. Wa kam min amrin yusa'u bihi sabahan fatatika almasarratu bil ashi. Kasida imebeba ujumbe mzuri sana katika namna gani Mwenyezi Mungu yuwapitisha lutfi zake, namna gani Mwenyezi Mungu ni latif. Al-Khabiru, Allah ni mtambuzi mno, ni mwingi wa utambuzi. Al-alimu bi bawatinil umuri, ni mjuzi kwa ndani ya mambo, ajua mambo kwa undani kisawa sawa. Al-Halimu, Mwenyezi Mungu ni mwingi wa upole, ni mpole sana. Alladhi la ya'jalu bilintiqami, ni ambaye la ya'jalu, hafanyi haraka bilintiqami, kwa kutesa ama kwa kuadhibu. Anakuacha mpaka ule muda maalum aliopanga ndio kukutia mkononi. Al-Adhimu, Mwenyezi Mungu ni mkubwa sana. Alladhi la yatasawwaruhu aqlun, Allah ni ambaye haimsawirishi yeye akili. Akili haiwezi ikaketi ikamfanyia picha na kumwaza na kumimagine Allah yuko vipi kwa ule ukubwa alionao. Manake kila ukimfikiria utamuona yuko mbele ya fikra zako. Wala tuhitu bikunhihi basiratun, wala haimringizi, na ihatwa hii ni ya maarifa, yeni haiwezi kumringiza kwa kumjua, na kuringiza kimombasa ni kuzunguka. Haiwezi ikamzunguka kwa kumjua Mwenyezi Mungu. Bikunhihi, kwa uhakika wake. Kunhi ina maana ya hakika, ghaya na nihaya. Haiwezi basira, maoni ya ndani. Ile basira ni akili yako ya ndani, ikaketi paka ikamjua Mungu kisawasawa, haiwezi ikamringiza. Utamjua Mungu kiasi cha kumjua, lakini huwezi kumjua Mungu kabisa. Ndio hii wala tuhitu bikunhihi basiratun, wala haimringizi kwa kumjua kwa uhakika wake, maoni ya ndani. Al-Ghafuru, Mwenyezi Mungu ni msamehefu mno, ni mwenye kusamehe mno.
kathirul maghfirati, ni mwingi wa msamaha, kusamehe, wasatri, na ni mwingi wa kustiri, lidhunubi ibadi, kwa madhambi ya waja wake. Kwa hivyo wewe unapofanya madhambi na mimi, tuelewe Allahu huwal ghafur, usikatishwe tamaa na mtu. Ashakuru, Mwenyezi Mungu ni mwenye kushukuru mno, apenda shukrani. Almuthni ala almuti'ina min ibadihi, ni mwenye kuwa sifu wale wenye kumtii kutokana na waja wake. Amewasifu kuwa yani kule kuwasifu ndio kuwashukuru, kuwa waja wangu wema, nitawafanyia jambo kadhaa, nitawapatia kadhaa, na yuwatambua Allah wema ukiufanya kwa ajili yake. Al-Aliyu, Mwenyezi Mungu ni aliye juu. Al-Ali al-balighu al-ghayata fi uluwi rutbati, ni aliye juu mwenye kuendelea sana kufikia upeo katika ujuu wa daraja. Yeye amepita upeo katika ujuu wa daraja. Awilladhi ala bidhatihi wa sifatihi, au ni ambaye amekelia juu kwa dhati yake na sifa zake. An madarikil khalqi, kutokana na akili za viumbe, ameketi juu kwa dhati yake na sifa yake ya akili za viumbe. Bilkunhi, kwa uhakika yuko juu, hata viumbe hawawezi kujua uhakika wake. Wal haqiqati, bilkunhi ikipambana na hakika, hani maneno mutaradifani, lakini kunhi tutaifasiri mkomo wake ama upeo wake. Wal haqiqati tutaifasiri hivyo hivyo hakika. Al-Kabiru, Mwenyezi Mungu ni mkubwa. Alladhi faqa, na ni mkubwa sana. Alladhi faqa madha almadhina, Mwenyezi Mungu ndiye aliyeketi juu ya sifa za wenye kusifu. Ameketi juu ya sifa za wenye kusifu. Hakuna ambaye anaweza kumsifu Mwenyezi Mungu akamaliza kumsifu. Wa wasfa alwasifina, na ameketi juu ya sifa za, amekalia juu sifa za wenye kusifu. Awil kibriyaa, au ni mwenye ukubwa ulopitiliza katika maelezo. Alhafidhu, Mwenyezi Mungu ni mwenye kuhifadhi mno, mwingi wa kuhifadhi. Almubalighu fil hifdhi, ni mwenye kuendelea sana katika kuhifadhi. Lima yuridu hifdhahu, kwa anaotaka kulihifadhi ama kwa anayetaka kumhifadhi. Almuqitu, Mwenyezi Mungu ni mwenye kulisha. Almutakaffilu biarzaqi khalqihi, ni mwenye kudhamini riziki za viumbe wake, ni mwenye kudhamini riziki za viumbe wake. Wa i'taihim aqwatahum, na ni mwenye pia kudhamini kuwapa viumbe wake chakula chao. Yeye ndo amechukua hiyo dhamana. Insha Allah, mpaka hapa muomba Allah subhanahu wa ta'ala atupe ikhlas, afya na uzima, na atukundue katika kila ambapo tumetatiana, atupe umoja, mshikamano na kupendana. Mashaka zetu Allah warehemu, walokufa na walohai Allah wafikie kila la kheri. Kama adatan, tusisahau kulike, kusubscribe na kushare, na jaza yetu tutaipata kwa Allah. Ikiwa kuna lolote tutaelezana katika sehemu ya comment. Wa as'ada Allahu awqatakum wa ila liqa.